Mtu yoyote anaweza kudhani kazi mnayokwenda kufanya nyinyi ni ndogo. Kazi ya usuluhishi ambayo haina kipato ni kazi kubwa sana. Ni kazi ambayo unaenda kubeba lawama. Hata baba na mama kusuluhisha watoto wako tu ndani ya familia, unaona changamoto iliyokuwa kubwa. Kazi ambayo kila mwanadamu anaamini ndio inayojenga umoja na mshikamano wetu. Lakini nyinyi mmeteuliwa miongoni mwa wahitaji wengi. Wilaya yetu ya Ilala ina wakazi wasiopungua 1,600,000 watu wetu, na kila mtu mmoja ana mgogoro. Uongo kweli? Kila mtu ana mgogoro. Kwenye jamii ya watu wa Ilala ya zaidi ya 1,600,000 ambao tunakaa, wako ambao wanakuja kufanya biashara zaidi ya watu tena 1,000,000 na wanakuja hapa kufanya biashara. Wanaofanya hii wilaya yetu endelee kutuliza migogoro na kupunguza migogoro ni kina nani? Ni ninyi hapa. Hivyo na kila sababu ya kuwashukuru na kuwapongezeni sana. Ukienda kuangalia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria ya mabaraza, sisi ndio wasuluhishi. Na usuluhishi unabeba mahusiano makubwa zaidi au eneo kubwa zaidi la mahusiano kuliko hukumu ya sheria. Usuluhishi ni pande zote mbili zinaafikiana juu ya nini kifanyike. Hukumu ni kila upande unasema, msimamizi anaamua nani apate haki na nani asipate haki. Sisi ni vyombo vya wananchi kwa ajili ya kuwasaidia wananchi kupata amani, utulivu na mshikamano wao. Ndio maana imetengeneza nini? Suluhu. Lakini hii suluhu ambayo tunaizungumza, ambayo ni vyombo vya amani, vyombo vya upatanishi, haijaishia kwenye katiba. Ukienda kwenye Qur'ani tukufu, wenzangu mnajua, mimi naomba nifanye quotation moja kwa sababu Qur'ani inasisitiza sana umuhimu wa suluhu. Na ukienda kwenye sura Al-Baqara, sura ya 2, mstari wa 224, inasema, na Mwenyezi Mungu ni msamehevu, mpole. Hakika Mwenyezi Mungu anapenda wanaofanya suluhu. Anawapenda wanaofanya. Kati ya hapa nani anayefanya suluhu? FM.